Bwana nasemaje, mambo vipi? Fresh kabisa, mambo vipi? Uko vizuri? Niko sawa. Una soka kaida yako, mechi kishaga kama hivi tumempa mtu 3, 2, 1, unakuwa na vibe. Leo umeanzia chini? Na vibe la rohoni. Vibe la rohoni ndio likoje? Na fly baya mno leo. Na fly sana, tumeanza vema msimu. Ndio. Yes. Kwanza hapa semaje? Kipi ambacho kimekufurahisha? So kufunga mechi ya kwanza, au kwa mchezaji bora wa mechi, kupata ushindi wa mechi, au mechi nzima ilivyokuwa? Mechi nzima imenifurahisha kwa maana ya matokeo. Tumepata kile ambacho tulikuwa tunakihitaji hii leo. Ukiangalia mchezo leo na namna ambavyo tumepata ushindi kwa akili ya kawaida mtu angetegemea tungeshinda magoli mengi, lakini mpira hauko hivyo. Changamoto ambazo wanapitia Fountain Gate zimewafanya waje katika mchezo huu wa leo wachezaji wao wakiwa na umakini wa 100%, kwa sababu wanajua hakuna kinachoweza kutusaidia hapa, tuko wachache. Manake sisi tuliopo tucheze kwa kujituma kwa kiwango kikubwa, tucheze kwa 100% zote ambazo tunaweza kucheza. Lakini kama haitoshi, hawakuwa na vitu vingi hii leo katika mechi ya leo. Yani hawakuja kutafuta ushindi wala nini. Leo walikuja na kazi moja tu ya kuzuia, na wakaifanya kazi hiyo kwa 100%. Kwa hiyo ushindi wa magoli 3 kwetu wana Simba ni ushindi mnono mno, na ni mshindi wenye kutia faraja kubwa sana namna ambavyo tumeuanza msimu safari hii. Na kinachofurahisha ni magoli yenyewe. Ni magoli ambayo yanatengeneza historia ndani ya klabu yetu. Goli la kwanza anafunga Rushin De Rock. Ni jambo la kufurahisha kuona kwamba mlinzi amefanya kazi yake ipasavyo ya kuzuia, na ameenda kuongeza namba kwenye eneo la ushambuliaji na amepata bao. Maana yake ni kwamba Rushin ana uwezo wa kuongezeka kutoka kwenye eneo lake la ulinzi na kusogea mbele kwenda kwenye kuongeza mashambulizi. Kwa hiyo si tu ana uwezo wa kuzuia, lakini pia ana uwezo wa kushambulia. Hivyo tunapopata faida ya faulo ama faida ya kona, wanapojipanga watu pale, kila mchezaji anakuwa ni mchezaji hatari ambaye anaweza kufanya kitu cha hatari. Hili ni jambo ambalo limetufurahisha kuona kwamba tumeongeza idadi ya watu ambao wana uwezo wa kushambulia ama kufanya kazi nyingi uwanjani, kuzuia na kushambulia na kufunga kwa ufasaha. Kile kichwa ambacho amefunga, unaona kabisa amefunga kwa ustadi, amefunga kwa mtu ambaye anajua kufunga katika maeneo yale. Amekwenda juu, akazungusha heda, kitu kunyavu, ni goli la kitaalamu. Lakini goli lile ambalo amefunga Rushin De Rock ametukumbusha msimu uliopita. De Rock amefunga goli la kwanza la Simba msimu huu. Msimu uliopita beki mwingine wakati Shema Lon Fondo alifunga goli la kwanza la Simba kwa msimu uliopita. Kwa hiyo mabeki wakati wametufungulia misimu kwa magoli, mwaka jana na mwaka huu. Jambo la kufanana kweli kweli, wote coincidence. Lakini goli la pili la Jean Charles Ahoua ni jambo la kufurahisha kuona kwamba Ahoua ameendeleza ubora wake ule ule. Ahoua ndo yule anayeasisti, na leo ameasisti goli la kwanza. Ahoua ndo yule anayefungaga, na leo amefunga tena goli lake la kwanza. Kwa hiyo Ahoua inatia faraja ni kwamba Ahoua aliyomaliza msimu uliopita ndio Ahoua tulioanza naye msimu huu. Kiwango chake kimebaki kile kile. Yani kwa lugha nyepesi ni mchezaji anayejitunza. Ni mchezaji ambaye kiwango chake hakubali kishuke. Alivyomaliza msimu uliopita ndivyo alivyoanza msimu huu. Mechi ya kwanza amefanya matukio 3. Ametoa assist ya goli la kwanza la msimu, amefunga goli lake la kwanza ambao ni goli la timu, ni goli la pili kwa timu, na amechukua tuzo ya mchezaji bora. Ndani ya dakika 90 Jean Charles Ahoua amefanya matukio 3 ya kikatili namna hiyo. Lakini goli jingine ambalo limetufurahisha ni goli la Jonathan Soa
nini? Kwa nini limetufurahisha? Kwa sababu usajili wake ulikuwa na maneno mengi. Mara wadezo mchezaji wa bure, mara mchezaji, mara disiplini, mara nidhamu, mara maneno yalikuwa mengi. Lakini sisi tulifanya kila juhudi tunazoweza kufanya kumchukua Soa ili aje afanye kazi ambayo ameifanya hii leo Benjamin Mkapa. Kazi ya Soa ni kufunga tu na ana uwezo mkubwa wa kufunga. Angalia goli ambalo amefunga. Amepigiwa pasi na Elim Panzu, mpira ukabetuka, ukiwa unaambamba maeneo haya ambao ni maeneo magumu mno kwa mtu kufunga. Mwingine mpaka rudi nyuma ajikoki kama anakoki bunduki, lakini yeye hapa akajigeuza akaachia bunduki kali. Ni mshambuliaji. Kinachopaswa kuongezeka kwake ni supply ya mipira, apate supplying ya kutosha pale, atafanya mambo mengi mazuri. Na goli lake ni muhimu vile vile kwa sababu huu ndo mshambulizi kinara. Na mshambuliaji kinara wa timu anatakiwa kuongoza kwa magoli mengi ya kufunga. Lakini kama haitoshi, goli lake lilikuwa linamrejeshia confidence yake sasa. Na angalia baada ya kufunga pale namna ambavyo amefurahi. Lakini baada pale akafanya attempt nyingine 3 za hatari, ikiwemo shoot ambalo amepiga kipa akacheza, Morris Abraham akakutana nayo ile rebound. Yale yote ni confidence aliyoipata baada ya kufunga goli la kwanza. Kwa hiyo mechi ya leo ni mechi ambayo imetupa total satisfaction. Imenyoka Imenyoka English Oxford. Yani tumeridhika kwa 100% kwa sababu matukio yote ya msingi yametokea katika mechi leo. Lakini tumemuona au ni kuachia uliza kidogo. Basi uliza. Tumemuona Morris Abraham amecheza kwa mara ya kwanza hii leo. Tumemuona Wilson Nangu amecheza kwenye kikosi, lakini pia tumemuona nani ambaye kupata nafasi ya kwanza. Tumemuona wachezaji ambao hii leo tumemuona Mzamiru Yasini kwa muda mrefu amekuja kuanza kwenye kikosi cha kwanza, lakini pia wachezaji ambao kupata nafasi ya kucheza, David Kameta Duchu leo tumemuona, na wachezaji wote ambao semaji wamecheza katika mechi hii ya leo. Kwanza kwa Morris Abraham. Morris Abraham baada ya safari yake ya Ulaya kukatika, akarudi nyumbani Tanzania. Akaja yeye na uongozi wake wakaomba kufanya mazoezi na Simba Sports Club ili kumaintain kiwango chake. Akafanya mazoezi. Baada ya muda mfupi Mwalimu Fadlu akamkubali, akasema huu uwe ni usajili wa kwanza wa Simba msimu unaokuja. Huyu mtoto ana kipaji kikubwa na ana uwezo wa hali ya juu. Kwa Morris Abraham akawa amepitishwa. Yeye alikuja tu kufanya mazoezi ili ukifika muda wa usajili akatafute malisho. Lakini baada ya kufanya mazoezi kiwango chake kikamkuna Mwalimu Fadlu Davis, akapendekeza asajiliwe. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uwezo, ana ubora na ni pure talent ya football. Leo hii amepata dakika zake kama 20 fulani hivi, lakini kila mtu ameona utofauti wa yeye na wengine. Kila mtu ameona ubora aliyokuwa nao. Kila mtu ameona akili yake inavyofanya kazi anapokuwa na mpira na asipokuwa na mpira. Kila mtu ameona namna gani ana uwezo mkubwa wa kuchukua mali pembeni, kuingia nayo katikati na kutoa pasi elekezi na kufanya mashambulizi. Kila mtu ameona ni kwa namna gani ana uwezo mkubwa wa kuaccelerate, ana uwezo mkubwa wa kusprint. Leo angalia acceleration mbili ambazo amezifanya. Kwanza ni ya Soa. Soa aliachia mkwaju mmoja, kipa akatema, akakutana nao yeye, bahati mbaya hakupiga vizuri, haikuwa goli. Lakini nyingine ile ya Neo Maema, vile vile Neo ameachia mkwaju, akasprint kwa haraka. Na hiyo ndio faida ya kuwa na mchezaji mdogo. Ana uwezo wa kukunjua mbawa kwa haraka akafikia mali. Kwa hiyo Morris Abraham kadri anavyopata muda wa kucheza ndivyo anazidi kuwa bora zaidi. Na mimi niwaambie wana Simba, katika watu ambao tutavuna matunda yao ni pamoja na Morris Abraham. Jambo la msingi kwake ni kutolewa sifa. Sifa zisimzidi, azingatie kazi, kwa sababu yeye ni mtu wa kazi na yuko hapa kwa ajili ya kufanya kazi. Afanye kazi,
atavuna matunda makubwa mno hii leo. Sawa, nikukupa nafasi ya kumzungumzia mwalimu Selemani Matola. Una kitu kwake? Ameonyesha uwezo mkubwa. Mimi sina mashaka na mwalimu Selemani Matola. Pengine labda kwa sababu watu wamemzoea, ndio maana tunamuona ni mtu wa kawaida, lakini ni hazina kubwa sana Simba ambayo tuko nayo. Tumehangaika naye kumtengeneza Selemani Matola hadi kufika hapa ambapo amefika hilo. Tunahitaji kuendelea kuvuna mema yake. Selemani Matola amepita chini ya walimu wengi sana, na mimi nikwambie kitu kimoja. Najua kuna watu wanasema kila mwalimu anakuja anaondoka, mwalimu anabaki. Iko hivi, kila mwalimu anayekuja anakuja na orodha yake na mipango yake. Akifika tunawaambia sawa, tuna kijana wetu hapa Selemani Matola. Akishafanya naye kazi siku 2 tu, anasema huyu abaki, huyu anifaa, huyu ananifaa, huyu atanisaidia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya IQ yake ya football coaching. Kila mwalimu anasema huyu atanifaa. Walimu wengi wamekuja na wasaidizi wao, lakini walimu akifika hapa pamoja na msaidizi wake aliyekuwa naye, anasema na huyu Matola baki ili anisaidie kazi. Benshika alikuja na msaidizi wake, lakini alipofika akakutana na Matola baada ya kufanya kazi, maana alitaka muone kwanza. Baada ya kufanya kazi akasema huyu asiondoke, nahitaji kuendelea kubaki naye. Fadlu hivyo hivyo, Pablo hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye inawezekana tukamchukulia poa kwa sababu tumemzoea, lakini hazina kubwa ya Simba Sports Club. Angalia hii crisis ambayo tumeipata hivi sasa. Tusingekuwa na Matola kwenye bench, mechi ya leo hii ingekuwaje? Ingekuwa heka. Kwa hiyo tumpe thamani yake, tusimpende. Tumpende sana baraha. Mapenzi ni personal. Tusimpende, lakini tumpe thamani yake. Ni mtu ambaye anafanya kazi kubwa sana ndani ya Simba Sports Club. Ni mtu ambaye huwa anatuokoa kwenye nyakati ngumu ambazo klabu inapitia, na tumemwona yani dhidi ya Fountain Gate Matola hashindi kucheza mechi kama hiyo, na tukapata matokeo, na leo kusema kweli we are very happy. Sawa, tumalizie semaji. Tumepata baadhi ya mashabiki ambao wamejitokeza, lakini kilichopo mbele yetu ni mchezo dhidi ya Gaborone United. Kesho Mungu akijalia tutatoa ripoti kamili kuhusiana na mashabiki katika mchezo wetu dhidi ya Gaborone. Kuna adhabu ambayo tumepewa kama klabu, bado hatujaizungumzia adhabu hiyo imesimamaje. Kwa hiyo kesho Mungu akitujalia mapema klabuni pale, tutazungumza na waandishi wa habari, taarifa ziwafikiwa na Simba, kitu gani kimetokea na nini tunapaswa kufanya kuelekea katika mechi yetu ya Jumapili dhidi ya Gaborone, na maandalizi yote kwa ujumla kuelekea katika mchezo huo. Baadhi ya mashabiki ambao wamejitokeza hii leo kutusapoti, idadi ni ndogo. Mimi binafsi sijaridhika na idadi hii. Ni ndogo sana kwa mechi ya kwanza, kwa ukubwa wa Simba. Idadi ni ndogo kweli kweli. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba wana Simba, tunapaswa kuiunga mkono timu yetu. Tujitahidi kuja uwanjani, kuja kuishangilia Simba yetu. Wachezaji wanahitaji support yetu sisi mashabiki, na mchezaji anatakiwa aone tofauti. Kwa mfano mtu kama Soa aone tofauti ya kucheza Singida na kucheza Simba Sports Club, na hiyo tofauti ataiona majukwaani. Kwa mashabiki tuje mechi inayokuja ligi kuu lini tena? Jumatano ana Mungu. Tuje kwa wingi. Sema siku zenyewe ngumu kaka, Jumatano sitakali. Ndio timu yetu na ndio maisha yetu tunayochagua. Ndio maisha tunayochagua bana. Na ndio timu yetu kaka. Wapanga ratiba. Wasemaje? Shukrani bwana. Kuna kitu unataka kuzungumza sijakuuliza labda? Imenyoka. Kila kitu kimekaa vizuri. Madali. Tukutane kwenye press kesho inshallah.